Na mtazamaji, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina trend sana huko mtandaoni bwana sasa hivi ni kauli ambayo ameitoa Dudu Baya. Bwana Dudu Baya bwana ameropoka katika show ya wasanii wa kongwe wa Bongo Flava katika siku ya kuadhimisha miaka 30 ya Bongo Flava Tanzania. Sasa bwana, katika show hiyo kitu ambacho labda ulikuwa ufahamu ni kwamba Dudu Baya bwana ndo alikuwa wa mwisho kabisa kwenda kuperform, na kuna mgogoro, kuna drama nyingine nyingi sana zimetokea, nitakujulisha katika video zinazofuata, lakini the main point ambayo imemeke headline zaidi huko mtandaoni bwana ni issue ya Dudu Baya, kauli ambayo ameitoa wakati ana perform. Alikuwa ndo performer wa mwisho wa kufunika jahazi, lakini alivyopanda tu jukwaani bwana akawa anaimba, lakini pia vile vile mara nyingi alikuwa anamsimamisha DJ kwamba tulia DJ, subiri, anazungumza vitu vile vitatu and then anaendelea, anazungumza tena vitu vile vitatu anaendelea. Lakini kikubwa zaidi tulimuona mpaka mwanadada Sandra alipanda pia kwenda kumsupport Dudu Baya, lakini kauli ambayo ameitoa Dudu Baya bwana imemeke headline ni kauli mbaya ya matusi. Sasa basi, hebu imagine hii show bwana imerushwa katika chaneli ya Azam. Umeona bwana, moja kati ya visumbuzi bora kabisa Tanzania. Tunafahamu kwamba wamiliki wa kisimbuzi hiki au mmiliki wa hii kampuni ya Azam ni mtu wa dini au bwana Muislamu safi huyu Baresa. Alafu Dudu Baya anapewa nafasi, anapewa opportunity kwenda kupanda jukwani kuperform, anakuja anazungumza maneno machafu kiasi hiki. So ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafanya watu wengi sana washangae, maana tunafahamugi kwamba Dudu Baya sometimes huaga anaongeaga point, lakini mara nyingine huaga anaongeaga vitu vyeusi. Sasa katika hii show pia bwana ni miongoni mwa moment ambazo Dudu Baya ameongea vitu vyeusi. Umeona bwana, kwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline, ametrendi sana sasa hivi mitandaoni, sio kawaida bwana, na watu wengine wamechukizwa na hiki ambacho yeye Dudu Baya amekifanya. Sasa hivi mwanamke hiyo ni kauli ambayo ameitoa Dudu Baya wakati anaperform. Alimwambia DJ subiri, alafu akaropoka hilo neno, then ngoma ikabidi iendelee kupigwa ili kuziba kile ambacho yeye alichokuwa amekizungumza, ambapo ilionekana kabisa kwamba ni mmomonyoko wa maadili, yani uvunjifu wa maadili kwa ujumla kwa jamii. Unaona bwana, na vitendo kama hivi huaga vina cost media ambazo zinarushaga vitu kama hivi huaga zinafungiwaga na TCRA. Nadhani unafahamu Gigimane bwana alichezaga nusu utupu jukwani, Wasafi kafungiwa miezi kadhaa. Umeona bwana, kwa hiyo watu wanahisi kwamba hapa bwana Dudu Baya bado kidogo tu haigharimu Azam, maana ilikuwa inaruka hii show live sinema zetu, bado kidogo tu haigharimu Azam kufungiwa kwa hiki ambacho amekizungumza pale jukwani. So show ilikuwa ni nzuri, moment ilikuwa ni nzuri, lakini Dudu Baya alichokuja kukifanya kikavuruga kila kitu. Na mtazamaji bwana, kama ulikuwa ufahamu kilichotokea bwana ni kwamba bwana ni habari ambayo ina make headline sana sasa hivi kuhusiana na ile show ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City. Naona bwana ni kwamba mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Ni kwamba show hii bwana ilikuwa ni show ambayo ni very exclusive na of course ilikuwa ni show ya legendary, yani wale wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka mingi iliyopita na wengine bado wanafanya vizuri mpaka sasa hivi katika tasnia zao za muziki bwana. Hapa tunawazungumzia kina Feruzi, Juma Nature, wanaume wote, wanaume family na wanaume halisi. Nazungumzia wakina Chege, Chigunda, bila kumsahau Temba na wengine kibao. Umeona bwana, lakini pia vile vile walikuwa wakina Dully Sykes, Mr Blue, yani wasanii wote wale wa zamani, wakina Baba Levo. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Baba Levo naye pia alikuwaga katika kundi la wanaume halisi huko zamani. Kwa kifupi ni kwamba Bongo Flava bwana ilikuwa inatimiza miaka 30. Yani tokea kuwepo na Bongo Flava Tanzania siku ya jana ndo ilikuwa inatimiza miaka 30, na of course ndo maana wakajumuisha wasanii wote hao wawepo sehemu moja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufurahia, kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa hawa bwana ni maveterani, malegendari wa mziki huo wa Bongo Flava walikuwepo Mlimani City kwa ajili ya kuperform, kuonyesha uwezo waliokuwa nao, lakini pia vile vile kuwakumbusha mashabiki moments ambazo zimepita miaka hiyo. Umeona bwana, kina Kasimu Mganga, nyimbo kama vile Usiende, nyimbo kama vile Hawena. Umeona bwana, nyimbo kama hizo obviously ukizisikiliza bwana zinakukumbusha moments fulani hivi za kipindi fulani huko zamani ukiwa bado mtoto au ukiwa kama kijana.
Yeah, so kwa kifupi bwana, ilikuwa ni moment nzuri sana, mpaka Banana Zoro naye pia alikuwepo pale, lakini pia kubwa zaidi alikuwepo Dudu Baya na wengine wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba wasanii wa miaka ile wengi sana wapo, ambao walikuwepo, ambao wako ndani ya nchi walikuwepo, ambao wako nje ya nchi tunaona hawakuweza kuhudhuria, wakina Bob Ludala, umeona wale pale walishindwa kuwepo kwa sababu na wenyewe pia ni moja kati ya malejendari wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia waliofariki ndio hivyo, na wenyewe pia watu wamewamisi tu, lakini kuna watu walikuwa wanatamani angekuwepo Mangoya na wasanii wengine wa kitambo hicho, umeona bwana, lakini walikuwepo, walifanya show kali sana. Bwana, show hii bwana ilikuwa imeandaliwa na Madi pamoja na Babu Tale. Yani Madi na Babu Tale ndio walioamua kutulia, wakaamua kuja na hii idea kwamba bwana, kwa vile Bongo Flava inafikisha miaka 30, basi itakuwa ni jambo zuri la busara iwapo kama wote wasanii wote wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi hicho, basi wajumuike pale Mlimani City kwa ajili ya kufanya show na mashabiki zao. So Madi na Babu Tale ndio ambao wamefanikisha swala hili. Sasa basi of course kuna makampuni mengine kibao makubwa yametia nguvu, wamekuwa kama wadhamini katika show hiyo. Kuna mabenki makubwa kabisa hapa Tanzania walikuwepo pale kwa ajili ya kudhamini, lakini list ya wasanii bwana ilikuwa very hot. Unaona bwana, hapa nakutajia mtu, kuna baadhi ya wasanii ambao tunawafahamu kwa haraka haraka. Kuna Jocelyn, kuna Sumali, kuna Tunda, kuna Mandojo, huyu ni Domokaya. Mandojo amefariki, Domokaya alikuwepo. Kulikuwa kuna Qchila bwana, kulikuwa kuna moja kati ya marapa ambao wamesumbua sana, Kalapina, na naye pia alikuwepo pale, bila kumsahau Banana Zoro, Kasimu Mganga, Chege Chigunda, Temba, 20% Mwasiti, alikuwepo pia Crazy GK, lakini pia Weusi walikuwepo pale. Tunamzungumzia mtu kama vile alikuwepo kwa upande wa Weusi bwana, alikuwepo Niki wa Pili, alikuwepo Jinako, alikuwepo Lodaizi, Joh Makini I'm not sure kama alikuwepo, lakini Weusi waliperform pia nyimbo zao za kitambo pale. Chidi Benz, kama unajua kwamba Chidi Benz yuko na iconic songs ambazo zinakubalika na zinakumbukwa kwa miaka yote kwenye upande wa Bongo Flava, kama vile Dar es Salaam Stand Up, na nyimbo ambazo ni very iconic. Yani Chidi Benz bwana na nyimbo ambayo anaweza kaperform hata miaka 7 au 10 20 inayokuja, na watu bado ikawagusa. Unaona bwana, kwa Chidi Benz alikuwepo AY, alikuwepo J Mo, bwana, alikuwepo Inspector Harun, alikuwepo Feruze, alikuwepo Keisha, Saida Karoli, Afande Sele, Stara Thomas, Dully Saxi, Mwana FA, bila kumsahau Madi mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Fid Q, Mr Blue na Juma Nature. Baba Levo naye pia alikuwepo, bila kumsahau Konki Master.